Kiongozi wa wengi katika Seneti Aaron Cheruiyot sasa amemwonya vikali Rais William Ruto kufuatiwa kushikwa au kukamatwa kwa mwanaharakati Rose Njeri. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na ikiwa wewe ni mgeni hapa, tafadhali kumbuka kusubscribe. Mwanaharakati kijana Rose Njeri bado yupo kizuizini katika kituo cha polisi cha Pangani baada ya kukamatwa Ijumaa tarehe 30 Mei katika makazi yake yaliyoko mtaa wa South Bay jijini Nairobi. Kukamatwa kwake kunahusishwa na kuanzishwa kwa jukwaa la kidijitali la Civil Email ambalo lilikuwa na lengo la kuwawezesha wananchi kutumia pingamizi moja kwa moja kwa bunge. Tukio hili limezua hisia mbalimbali katika duru za kisiasa, huku kiongozi wa wengi katika Seneti Aaron Cheruiyot akielezea wasiwasi wake kwamba huenda mswada aliowasilisha kuhusu kuimarisha ushirikishwaji wa umma ulichangia kwa njia moja au nyingine katika kukamatwa kwa Njeri. Akizungumza katika mahojiano ya moja kwa moja na chombo cha habari siku ya Jumatatu, Cheruiyot alielezea masikitiko yake juu ya tukio hilo, akihofia kuwa huenda jitihada zake za kuboresha uwazi na ushirikishwaji wa wananchi zilichukuliwa visivyo na kuathiri uhuru wa kujieleza. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa idara ya upelelezi wa jinai ama ukipenda DCI, Rose Njeri anatuhumiwa kuanzisha jukwaa la Civil Email bila idhini rasmi, likiwa na uwezo wa kurahisisha wananchi ama kurahisishia wananchi kutumia ama kutuma maoni yao. Na maoni haya pia malalamiko na pingamizi haswa kuhusu miswada ya maamuzi ya bunge kupitia barua pepe. Hatua hiyo ilitafsiriwa na baadhi ya mamlaka kama jaribio la kuvuruga utaratibu wa kisheria wa uwasilishaji wa maoni ya umma. Njeri alikamatwa na maafisa waliovamia nyumba yake majira alfajiri na kupelekwa moja kwa moja katika kituo cha polisi bila kupewa nafasi ya kuwasiliana na wakili au familia yake kwa muda wa saa kadhaa. Viongozi wa mashirika ya kiraia na wanaharakati wa haki za binadamu wamelaani vikali hatua hiyo, wakieleza kuwa ni ukandamizaji wa haki za kimsingi za kiraia, ikiwemo uhuru wa kujieleza na kushiriki katika mchakato wa kidemokrasia. Kwa sasa Njeri anatarajiwa kufikishwa mahakamani Jumanne Juni tarehe 4 ambapo mashtaka rasmi dhidi yake yatawasilishwa. Wafuasi wake pamoja na makundi mbalimbali ya kijamii yanatarajia kujitokeza kwa wingi kutoa usaidizi na kuonyesha mshikamano. Tukio hili limeibua mjadala mpana kuhusu nafasi za teknolojia katika ushiriki wa wananchi kwenye masuala ya kiserikali na jinsi mamlaka zinavyopaswa kushughulikia ubunifu wa raia bila kuvunja haki za kikatiba. Wakati mjadala huu ukiendelea, jicho la umma limeelekezwa kwa vyombo vya sheria na haki, vikitarajiwa kuhakikisha mchakato wa kisheria dhidi ya Njeri unazingatia haki na uwazi.